subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Kwa jina naitwa Mathias Miula. Ni muumini wa Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Ninavyomfahamu marehemu kidogo tu kwa ufupi katika udogo wangu, ninavyomfahamu marehemu Kardinali Polycarp Pengo. Kwanza nimepokea msiba huu kwa mshtuko mkubwa sana. Nakumbuka alipata upadrisho aliopewa na mwashamu marehemu Karolo Msakila. Walau basi sisi tumuombee katika safari yake, ili Mwenyezi Mungu aweze kumpumzisha salama, alale mahali pema, na kama alikuwa na makosa basi Mungu aweze kumsamehe dhambi zake. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Kwa majina anaitwa Asher Bernard Mfaume, ni mkazi wa Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Kimsingi tumepokea kwa masikitiko makubwa sana kifo cha aliyekuwa Kardinali Mwashamu Baba Askofu Kardinali Pengo, ambaye kimsingi ni mzaliwa wa mkoa wa Rukwa, wilaya ya Sumbawanga, katika kijiji cha Mwazi. Sisi kama Wanarukwa hii imetuumiza sana. Amekuwa baba wa kiroho, kwa maana ya kwamba ameanza utumishi wake katika mkoa wetu wa Rukwa, lakini kwa sababu ya utumishi wake uliotukuka, taasisi ya Roman Catholic ilimuona utu wake, utendaji kazi wake, na ikampa nafasi kubwa kabisa ya kiutumishi katika kanisa letu hili la Roman Catholic, na kufikia level ya kardinali. Kwetu sisi Wanarukwa ilikuwa ni fahari, na tulijivunia sana kutoa kiongozi wa ngazi ya juu ya kiroho, na hii ilitupa faraja. Kwa hiyo kutokea kwa kifo hichi imetusikitisha sana sisi kama Wanarukwa, na tumeumia, na amefanya mambo mengi katika utumishi wake huu wa kiutumishi katika nafasi hizo mbalimbali alizopitia katika ngazi ya kanisa. Lakini pia tutamuenzi kwa mambo mema ambayo amekuwa akiyafanya, hasa kuandaa jamii ya Watanzania katika misingi ya kiroho, jamii ya Watanzania katika misingi ya kumtambua Mungu. Lakini pia katika wakati wake tuliona kama kardinali wa kanisa hili, kanisa letu lilikuwa limetulia, alikuwa ni kiongozi ambaye wakati wote alikuwa akisisitiza amani ya nchi yetu, akisisitiza utulivu wa taifa letu, lakini pia akisisitiza wazazi kuwalea watoto katika misingi ya imani ili kuweza kuwepo na utulivu wa jamii. Mwalimu Josefu Michese, mzaliwa wa kijiji cha Mwazi. Kwa sasa naishi hapa Sumbawanga mjini, eneo la Kantalamba. Ndio namfahamu huyu bwana. Tumempoteza mtu mkubwa sana kwenye kijiji chetu. Kusema ukweli, yule bwana, miito ilipoanza wakati ule, sisi ni wadogo, lakini tunakuwa tunamuona akija likizo, tulikuwa tunamuona, lakini tukitoka pia wakati amehamia Dar es Salaam tumefanya kazi naye pamoja. Akiwa katika majiundo nilimfahamu huyu baba akiwa seminari ya Kaingesa. Kwa mfano unaona hii picha hii. Hawa wote ni wa seminari wa kutoka parokia ya Mwazi. Na huyu alikuwa anaitwa Amadeo Michese, huyu alikuwa anaitwa Padigodi. Huyu ni mseminari, aliacha seminari katikati, alikuwa anaitwa Crispin Kalonga. Halafu yeye ni huyu hapa. Kwa hiyo katika hii picha waliokuwa seminari wakati ule wote sasa wamekwisha. Wote wamebaki peke yake. Lakini wakati mwingine nilimpigia picha hii nikampelekea, akaniambia sasa yao umeitoa wapi? Nikamwambia ndio mambo ya kutunza vitu. Alifurahi sana, lakini sasa ukiangalia hata wakati ule walikuwa hawavai viatu. Waseminari wote hao wako peku, hawavai viatu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa maisha yake. Ametuheshimisha jimbo la Sumbawanga, ametuheshimisha pia kijiji cha Mwazi. Na wakati ule baada ya yeye mito ikaongezeka ikawa mingi sana. Nilipata mapadi wengi, wengine wameshatangulia mbele za haki. Lakini nimefanya naye kazi kama mwenyekiti wa WAWATA taifa kwa miaka 4, akiwa mwadhama kardinali pale. Ofisi ya WAWATA jimbo iko San Joseph pale. Yeye yuko gorofa inayofuata, si tuko gorofa ya chini. Kwa hiyo anapopita kwenda kwake, akipenda natupitia, akina mama mnaendeleaje? Hamjambo? Ninataka nini? Basi mnacheka
lakini tumefanya naye kazi vizuri. Hakuwa na mchezo. Akisema ninataka Wawata mpite njia hii, mtapita njia hiyo. Watu walikuwa wanasema ni mkali, lakini hapana. Hakuwa mtu mkali, ni mtu msikivu na mtu wa msaada. Wakati wote ukimwomba msaada yuko tayari kukupa msaada wa kuimarisha wanawake wa Katoliki. Wakati ule niko kiongozi, alikuwa anafanya vizuri. Jimbo la Sumbawanga na walei wa jimbo hili tumepata pigo. Yale aliyokuwa anatufundisha, yale aliyokuwa anayasema, sasa ndio wakati wa kuangalia na kuyafuatilia na kutenda. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.